Askofu wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Dayosisi ya Karagwe, Dr. Benson Bagonza ameibua andiko lililotikisa misingi ya uchambuzi wa kisiasa, akitaka jamii kuacha kumtazama waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi kama mchezaji pekee wa mchezo huu. Askofu Benson Bagonza anafichua uwepo wa kile anachokiita mgongano sugu kati ya majasusi wanasiasa na wanasiasa majasusi, akionya dhidi ya hatari ya kuchanganya ujasusi na siasa za kikatiba. Hata hivyo, akijibu mapigo hayo na mawimbi ya ukosoaji kutoka kimataifa, Waziri Patrobas Katambi amejitokeza kupitia idhaa ya BBC akifungua ukurasa wa siri za kiusalama zinazoilazimisha serikali kushikilia msimamo wake. Hofu ya maandamano ya tarehe 7 ya mwezi Julai mwaka huu wa 2026 na kumbukumbu chungu za machafuko yaliyotokea siku ya tarehe 29 ya mwezi Oktoba mwaka wa 2025. Hii si habari ya zuio la mikutano tena. Huu ni uchambuzi wa nani anayevuta kamba nyuma ya pazia ya dola. Ili kupenya katikati ya andiko la Askofu Benson Bagonza, ni lazima kutazama ujasiri wake wa kuondoa macho ya umma kwenye sura ya Patrobas Katambi na kuyaelekeza kwenye mfumo mzima wa maamuzi ya nchi, yani the decision making chain. Bagonza anajenga hoja kuwa Patrobas Katambi kama waziri hawezi kubebeshwa lawama binafsi kwa sababu amri hiyo haikutoka kichwani mwake tu, bali ni zao la mnyororo mrefu unaohusisha taasisi zaidi ya moja za dola. Mhadhiri huyu wa kiroho na kijamii anaenda mbali zaidi na kuibua mjadala wa kiintelijensia, akiandika kwa lugha inayohitaji tafakari ya kina, na nukuu: "Tatizo sio Katambi, tuna mgongano sugu kati ya majasusi wanasiasa na wanasiasa majasusi. Hawa ni watu wawili tofauti. Mnaoogopa kuchanganya dini na siasa, ogopeni pia kuchanganya ujasusi na siasa. Zuio la mikutano likatolewa bungeni. Tuseme ni bunge limezuia mikutano? IGP kaagizwa kukiuka katiba, atatii? Akitii, nani mkosaji, aliyeagiza au aliyetii?" Askofu Benson Bagonza, mwisho wa kumnukuu. Bagonza anahoji mbinu za kiutawala zilizotumika, akishangaa ni kwa nini serikali ilichagua njia ya dharura na ya mshituko badala ya kutumia mifumo ya kidiplomasia na maridhiano. Anauliza maswali matatu ya kimkakati. Swali la kwanza ni kwa nini waziri hakusubiri waziri mkuu ndiye atoe zuio hilo kwa niaba ya serikali nzima wakati anaahirisha bunge? Swali la pili ni kwamba kwa nini serikali isitumie baraza la vyama vya siasa TCD au ofisi ya msajili wa vyama vya siasa kuwaita wadau mezani na kuwashawishi wakubaliane kwa maslahi ya nchi badala ya kutoa amri ya kiimla? Na swali la tatu kutoka kwa Askofu Benson Bagonza, miongoni mwa maswali yake matatu ya kimkakati, ni je, agizo hili ni zuio la mikutano tu au ni katazo la kutumia katiba, ikimaanisha kuwa sheria mama ya nchi imeenda likizo kwa muda? Askofu Benson Bagonza anahitimisha kwa kebehi nzito, akisema kuwa hatua za namna hii za kusimamisha katiba kufanyika tu hatua za namna hii za kusimamisha katiba hufanyika tu nchi ikiwa vitani au pale majirani zake wa mbali wanapoamua kuchanganya cha Arusha na siasa za nchi. Wakati andiko la Askofu Benson Bagonza likizua mijadala mikubwa na mizito ama mijadala mikali ya kitaaluma,
upande wa serikali haukubaki nyuma kujibu mapigo. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Mheshimiwa Patrobas Katambi amefanya mahojiano maalum na idhaa ya Kiswahili ya BBC ambapo ametoa ufafanuzi wa kina uliolenga kutuliza dhoruba na kueleza upande wa pili wa sarafu ya kiusalama. Patrobas Katambi ameweka wazi kuwa serikali haina nia ya kuminya demokrasia ya vyama vya siasa kama fadhila, bali inatekeleza wajibu wake mkuu wa kulinda uhai wa raia na mali zao. Amebainisha kuwa katazo hilo ni la muda mfupi tu, yani temporary suspension, na litaondolewa mara tu vyombo vya usalama vitakapojiridhisha kuwa tishio la uvunjifu wa amani limeondoka kabisa. Ingawa waziri hakutaka kuingia ndani zaidi kwenye maelezo ya kiintelijensia, uchambuzi wa mwenendo wa mitandao ya kijamii nchini Tanzania unaonesha uwepo wa vuguvugu kubwa la kampeni iliyoratibiwa chini kwa chini ya kutaka kufanya maandamano makubwa nchi nzima mnamo tarehe 7 ya mwezi Julai mwaka huu wa 2026, siku inayofahamika kama siku ya sikukuu ya Sabasaba. Waziri Katambi ameweka bayana hofu kuu inayoisukuma serikali kuchukua hatua hizi ngumu, na nukuu: serikali haipo tayari kuona machafuko kama ya tarehe 29 ya mwezi Oktoba mwaka wa 2025 yakijirudia tena nchini. Hatuko tayari kuona watu wakipoteza maisha na mali binafsi pamoja na za serikali zikiharibiwa kwa kisingizio cha siasa. Mwisho wa kumnukuu Waziri Patrobas Katambi kupitia BBC. Kumbukumbu ya Oktoba 29 mwaka wa 2025 inabaki kuwa donda ndugu katika siasa za Tanzania, na serikali inatumia kama kile inachokiita kuzuia kabla ya kutokea, yani preventative policing, hata kama hatua hiyo inatafsiriwa na upinzani kama ukiukaji wa haki za kikatiba. Ukiweka hoja hizi mbili kwenye mzani wa kitaalamu wa elimu ya siasa na sheria za kikatiba, kile kinachofunuliwa na Askofu Benson Bagonza na kinachotolewa na Waziri Katambi ni mkubwa wa namna nchi inavyopaswa kuongozwa katika nyakati za dharura, yani state of exception. Wanasheria na wanaharakati wa haki za binadamu wameshaanza kutumia hoja za Bagonza kubainisha kuwa serikali inapoamua kuzuia mikutano kwa sababu ya kuwepo kwa vuguvugu la chini kwa chini la maandamano ya Julai 7, inakuwa imetenda kosa la kuhukumu kabla ya kosa kutendeka. Wanaharakati wanahoji, ikiwa haki ya kukusanyika ni ya kikatiba, je, inaweza kusitishwa na waziri kwa sababu tu kuna vuguvugu la mtandaoni? Hoja ya Askofu Benson Bagonza kuhusu utii wa IGP inagusa kiini cha utawala wa sheria. Chini ya misingi ya sheria, askari au kiongozi yeyote anayepewa amri inayokiuka katiba anapaswa kuikaa, kama alivyosisitiza Rais wa TLS Boniface Mwabukusi masaa machache yaliyopita. Hata hivyo, utetezi wa Patrobas Katambi, waziri wa mambo ya ndani ya nchi, kupitia BBC unaonesha kuwa serikali inaamini kuwa usalama wa taifa, yani national security, upo juu ya uhuru wa kisiasa, na kwamba bila uwepo wa nchi salama hakuna katiba inayoweza kutekelezwa. Huu umekuwa mtego mkuu wa kiutawala mnamo mwaka huu wa 2026. Serikali inajaribu kutumia usalama kufanya udhibiti wa kisiasa, huku viongozi wa kijamii kama Benson Bagonza wakisimama kama walinzi wa milango ya kikatiba ili kuzuia intelijensia isimeze mifumo ya kiraia. Tunapohitimisha habari hii, ni wazi kuwa kauli ya Askofu Benson Bagonza imefungua
mjadala kwa sehemu fulani kutazama picha kubwa zaidi ya mgogoro huu. Huu sio mzozo kati ya Patrobas Katambi na Chadema pekee. Huu ni mtihani mzito wa taasisi zote za mnyororo wa maamuzi nchini. Bunge lililoruhusu tamko hilo kutolewa, ofisi ya waziri mkuu iliyofanya ukimya, jeshi la polisi linalopaswa kutekeleza, na mahakama ambazo huenda zikalazimika kutoa tafsiri ya mwisho. Majibu ya Patrobas Katambi kupitia BBC yanathibitisha kuwa serikali imeshaamua mstari wake na haiko tayari kurudi nyuma.